Ndugu wapendwa, tunawasalimu katika jina la Yesu. Mimi Emmanuel Ntakirutimana, ndugu yenu katika imani, mtengenezaji anayefanya kazi ya uhisho na matengenezo. Kile kipindi chetu tunarudi tena, elewa ukweli. Kabla ya kuambia somo linalofuata, hebu mahali mlipo sote tupige magoti na kumuomba Mwenyezi Mungu. Asante Muumba wetu, umekubali tujifunze neno lako. Uwe mwalimu kwetu, andaa mioyo yetu tuweze kulitekeleza, na wale wote watakaosikiliza uwape Roho wako Mtakatifu awawezeshe kujua na kuelewa ukweli. Kwa jina la Yesu Mwokozi wetu tunaomba. Amen. Kuwa Mkristo ina maana gani? Hilo ndilo somo letu. Mnakumbuka kwamba kipindi kilichopita tuliangalia Kristo, yule ambaye alikuja hapa ulimwenguni ili kudhihirisha tabia za baba yake, ili kufunua upendo wa Mungu ambao ulikuwa umefichwa karne nyingi, na wale ambao waliwekwa hapa kama kanisa la Mungu, hasa nazungumzia Wayahudi, yani Waisraeli kwa ujumla, badala ya kuinua ukweli na kudhihirisha upendo wa Mungu na tabia za Mungu, wakajiinua wao wenyewe na kutafuta maslahi kupitia dini. Yesu alikuja hapa ili kututumikia, ili kudhifichua zile tabia zilizofichwa karne nyingi. Kwa kumwamini, kwa kumkubali, kwa kumpokea moyoni, kwa kukubali awe mwokozi wako, kwa kukubali aumbike ndani yako. Imeandikwa katika waraka wa Wagalatia sura ya 4 fungu la 19, mtu hugeuka kuwa mtu wa Kristo. Mtasoma kwa kuzaliwa naye mara ya pili, Yohana 3 fungu la 3, mtu hugeuka kuwa mtu wa Kristo. Kwa hiyo mtasoma Marko sura ya 9 fungu la 41, Biblia inasema thawabu watakaopewa wale wanaowajali watu wa Kristo. Na maana kwamba Kristo na watu wake. Kwa kuwa yeyote atakayewanywesha ninyi kikombe cha maji, kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo, amin nawaambia, hata kosa thawabu yake. Kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo. Kumbe wapo watu wa Kristo, si kupitia kuzaliwa naye kimwili, bali ni kwa kuziakshi tabia zake. Wanaosoma Matendo ya Mitume sura ya 11 fungu la 24 hadi 26, hapo ndipo tunaona kisa cha watu wa Antiokia, chanzo cha jina la Wakristo. Mtasoma, maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu. Huyu ni Barnaba na Paulo. Na imani, alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu na imani. Watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumuona, akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Huyu Barnaba na Paulo walikuwa ni watu wema, walikuwa ni wainjilisti wanaoeneza jina la Kristo, wakiziakshi tabia za Kristo. Watu wakaongezeka upande wa Bwana. Si kwamba waliongezeka kwa kufuata maneno, badala yake walifuata tabia zao ambazo zilikuwa ni kama zile za Kristo. Watu walipoanza kujiuliza, maana mji wa Antiokia ulikuwa ni mji wa watu watundu, mji wa watu wa korofi, mji ambao wa makahaba, mji wa wenye dhambi sugu. Watu walipoona hao watu wenye tabia nzuri, wapole, watu unayewadhulumu wanakuachia, watu unapowafokea wanakimbia, watu unapowatukana wanakujibu kwa kukubariki, wakaanza kujiuliza hao watu ni watu gani, wanatokea wapi? Ndipo wakafanya upelelezi, kumbe wakagundua kwamba ni wanafunzi wa Kristo. Wakasema kumbe hawa ni watu wa Kristo. Kumbe walirithi jina hili si kwa kubatizwa, si kwa hizi mila na desturi za kidini, badala yake walirithi jina hili kwa kuziakshi tabia za Kristo. Kuwa Mkristo au kuwa mtu wa Kristo ni kuwa na tabia kama zile
za Kristo, aliyekuwa anampendeza Mungu na wanadamu. Mnaposoma kitabu cha Act of the Apostles ni ukurasa wa 157. It was in Antioch that the disciples were first called Christians. Mara ya kwanza pale Antiokia ndipo Wakristo walipata jina la Wakristo. Ndipo wanafunzi wa Yesu walipewa jina la Wakristo. The name was given them because Christ was the main theme of their preaching, their teaching, and their conversation. Jina hili walipewa kwa sababu Kristo ndiye aliyekuwa kiini cha mafundisho yao, kiini cha mahubiri yao, na kiini cha maongezi yao kati yao. Nitaruka chini. It was God who gave to them the name of Christian. Mungu mwenyewe ndiye aliyewapa jina hili la Wakristo. This is a royal name given to all who join themselves to Christ. Hili ni jina la kifarume. Yeyote anayejiunga na Kristo, anayepewa yeyote anayejiunga na Kristo. Ndugu zangu, ikumbukwe kwamba Kristo alikuja hapa akimpendeza na wanadamu. Ndio maana na watu wote waliomfuata kiukweli walikuwa wanang'ang'ania kuwapendeza watu. Mtasoma Matendo ya Mitume sura ya 24 fungu la 16. Paulo anasema, nami najizoweza katika neno hili niwe na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele za watu siku zote. Alikuwa anang'ang'ania kuwa na dhamiri ambayo haimsoni, ambayo haimshtaki mabaya mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Kristo alidhihirisha upendo wa baba yake. Ndio maana nasi wafuasi wake, yani wa Kristo, Mathayo 5 fungu la 13 Biblia inasema kwamba ninyi ndinyi nuru ya ulimwengu. Tunapaswa kuangazia wote, si kwa maneno, kwa kupitia tabia zetu. Ninyi ndinyi chumvi ya ulimwengu. Ikumbukwe kwamba chumvi ina kazi ya kuleta ladha katika chakula. Chumvi ina kazi ya kulinda chakula kuoza. Kadhalika na sisi tunapaswa kuwa mbaraka kwa ulimwengu mzima. Paulo aliwaambia watu kwamba yeye alizifuata nyayo za Kristo, nao wafuate nyayo zake. Imeandikwa katika waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 11 fungu la kwanza panaposema kwamba fuateni nyayo zangu kama nami nilivyofuata nyayo za Kristo. Si ajabu kuona watu ambao wanajiita wa Kristo lakini kiukweli tabia zao zote kinyume na tabia za Kristo. Kumbe kuwa wa Kristo ni tabia, siyo maneno. Kuropoka haina maana bali kuziaksi tabia za Kristo ndicho kinachokufanya uwe wa Kristo. Asiwepo mtu wa kujidanganya kwa mambo yafuatayo: kupewa ubatizo, kuimarishwa, kula meza ya Bwana havikufanyi kuwa Mkristo. Maana wengine wana cheti cha Ukristo. Napokutana naye, wewe Mkristo bwana, mimi ndi Mkristo. Tajuaje kwamba wewe ni Mkristo? Anakuonyesha cheti. Mimi ni Mkristo na cheti hichi hapa. Unaweza ukawa na cheti, unaweza ukawa umebatizwa, unaweza ukawa umeimarishwa lakini bado hujaimarika. Wewe mlevi, wewe mzinzi, wewe mwizi, wewe mtundu, wewe anaye unamdharau baba na mama. Wapo watu wengi Ukristo wao tu ni kwa maneno tu, lakini tabia hata moja ya Kristo hawana. Usijidanganye. Kwa kuwa wewe unakusanyika na unatumia salamu zile za Kikristo, Bwana Yesu asifiwe na zingine, hiyo haikufanyi kuwa mtu wa Mungu. Maana Isaya 1 fungu la 12 Biblia inasema kwamba mnapokuja kuonekana mbele zangu, nani kawaambia kuja kukanyaga nyua zangu? Kumbe wengine wanapokwenda mbele za Mungu, badala ya Mungu kufurahi, anaona watu wanaokuja kukanyaga nyua zake. Ni kwa sababu wamekuja na dhambi. Ndio maana kishuka chini katika sura hiyo, Biblia inasema kwamba kukusanyika ambako kumechangamana na dhambi, sitaki kabisa kuondolewe mbele zangu. Usijidanganye kwa sababu wewe ni mwimbaji, ni mhubiri, hiyo inatosha kufanya kuwa Mkristo. Hapana, kuhubiri ni kitu kimoja na kuwa Mkristo ni kitu kingine. Yeyote aliye na ufasaha wa maneno naweza kuhubiri haya naye yasema akayasema na kunizidi kusema, lakini hiyo sio Ukristo wa kweli. Maana utasoma Mathayo
15 fungu la 8, Biblia inasema kwamba hawa watu huniheshimu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali nami. Na maana kwamba Mungu Yesu anachokihitaji ili uwe mtu wake ni moyo, sio maneno. Usijidanganye kwa sababu wewe ulikubali kujitesa hadi kujizuia kuoa au kuolewa. Eti wewe umekuwa mtawa, haikufanyi kuwa Mkristo. Waraka wa kwanza wa Korinto sura 13 ukianzia fungu la kwanza hadi la 7, Biblia inasema kwamba hata ukisema lugha za wapi, hata ukijitesha hadi kukubali kuungua moto bila upendo, wewe umekuwa kama chuma kiliacho. Ndugu zangu, usijidanganye kwa kuwa wewe umejitesa, umefanya zile safari ndefu za kujitesa. Hiyo haikufanyi kuwa Mkristo. Pia wengine wanavaa nguo za dini na zile ishara za dini, misalaba kwenye kifua, wengine wanaikuta shingoni, vitambaa kichwani, wanatembea kwa kunyemelea, sauti nyororo walijizoeza kabisa. Haikufanyi kuwa Mkristo. Moyo tu. Mungu angalia moyo. Hizo ni dalili za nje. Na ndio maana wengi, kwa sababu tabia zao ni mbaya kama wabaya wote, walisema kwamba hapa hatutajulikana. Tufanyeje jamani? Maana Mungu anahitaji tujulikane kwa tabia. Tusijulikane kwa misalaba shingoni na kifuani. Kwa kuwa wewe sasa tabia huna, ulilazimika kuweka msalaba ili wasije wakakusahau kwamba wewe ni mwanadini. Lakini nikwambie kwamba huo sio Ukristo. Biblia haitaki Ukristo unaoonekana kwa nje, kwa ishara, kwa nguo. Ukristo wa tabia. Ndugu yako usile yeye amelala njaa. Usivaa yeye anatembea uchi. Usiwe na maendeleo yeye anazidi kufilisika. Ukristo ni tabia, sio nguo za dini. Wengine wanadai kuwa Wakristo kwa sababu walisomea na cheti na diploma wanakuonyesha. Lakini nikwambie kwamba kumjua Mungu sio kuingia shuleni. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 fungu la 8, Biblia inasema kwamba asiyependa hajamjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Inaonekana kwamba mama mzee au baba mzee yule ambaye hakuingia shuleni, akiwa na upendo, anakuzidi wewe unayejiita dokta katika mambo ya theolojia, ambaye huna upendo. Unakula pesa za watu, hauwasaidii maskini, yani wewe mkorofi. Katika mpaka pale unapopakana na wengine, unaanza kukorofishana, wewe ndiye mbaya. Shahada yako si kitu. Kinachodhihirisha Ukristo wako ni tabia. Wengine waliambiwa kwamba mtakapoleta pesa nyingi hapa kanisani, mtakuwa Wakristo wa kwanza, kanisa lenu litakuwa la kwanza, mtaa wenu utakuwa wa kwanza, kanda lenu litakuwa la kwanza. Huo sio Ukristo. Maana Biblia inasema kwamba Isaya sura ya kwanza fungu la 13, Biblia inasema kwamba siyataki matoleo yenu. Matoleo yenu siyataki. Mika 3:5 ndipo alipotabiri kwamba manabii wa uongo wao ndio watakao kuwa nafanya hilo. Watawainua na kuwaheshimu na kuwasifu wale wanaowaletea pesa. Kiasi kwamba Biblia inasema kwamba asiyetia kitu midomoni mwao, wao humwandalia vita. Kutoa pesa sio Ukristo. Ukristo ni moyo. Ndio maana hizi nchi za kipagani, hususan hizi za Asia, hizi ambazo zinaabudu miungu, hizi nchi ambazo zinamwamini Mungu lakini hazitambui Yesu Kristo kama mwokozi wao, huwa wanatulaumu Wakristo kwa mambo kama matatu. Moja, wanasema kwamba Wakristo wao ndio wanaovaa vibaya. Wanasema kwamba Wakristo wao ndio walevi. Wanasema kwamba Wakristo wao ndio wezi. Na ni kweli, shetani mjanja alipowafumba macho wasimuone Kristo kama mwokozi wao, aliwaacha wakaendelea na miungu yao na kukubali Kristo kama mwokozi wao. Na Wakristo waliomjua Kristo kama mwokozi aliyekufa kwa ajili yao, aliwaendea akasema kwamba mumkubali kama mwokozi lakini msibadilike. Huo ndio ujanja wa shetani. Ndio maana wanatulaumu, akasema kwamba Ukristo wenu hauna kitu. Ni nani ambaye ameiba katika mtaa? Huyo ni Mkristo. Ni nani ambaye anatembea uchi? Chunguzeni vizuri, ni wale wa Kristo. Ni nani ambaye amelewa? Sio wengine, ni wale wa Kristo. Na Wakristo wanakubali iwe hivyo. Tunapaswa kuwa na tabia nzuri kama za Wakristo. Ndio maana unaposoma Waefeso sura ya 5 fungu la 1, Biblia inasema kwamba hivyo mfuateni Mungu
kama watoto wanaopendwa. Tunaalikwa ili kumfuata Mungu kama watoto wanaopendwa. Kuwa wa Kristo ni kufuata nyayo za Kristo, ni kuwa na tabia za Kristo. Elewa ukweli, usije ukadanganyika. Kwa jina la Yesu, amen.
Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Waraka wa kwanza wa Yohana pia sura ya 3 fungu la 16, Biblia inasema kwamba katika hili tumefahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Huyu ndiye Yesu, huyu ndiye Kristo aliyekuja hapa duniani akafa kwa ajili yetu. Unapomfuata, unaposema kwamba wewe ni mtoto wake, unaposema kwamba wewe ni mwanafunzi wake, ujue yule uliyemfuata alikuja hapa si kwa kutumikiwa, bali kwa kuwatumikia wengine. Alikuja hapa si kwa kujiinua na kujifanya bosi, bali kuwa kama mtumwa na mfanyakazi wa watu wengine, hadi kutoa uhai wake ili tuweze kupata uzima wa milele. Huyo ndiye Kristo. Nasi tunapomfuata tunapaswa kuiga nyayo zake. Tunapaswa kupitia nyayo zake ili nasi uhai wetu, nguvu zetu, mali yetu, akili yetu tutumike tukiwa tunawatumikia watu wengine kama vile alivyo tutumikia sisi. Mungu atuwezeshe kuelewa Kristo ni nani, na tunapokuwa tunajiita wa Kristo tujue huyo tunaye chukua jina lake, huyo tunayemfanya kuwa baba yetu, huyo tunayemfanya kuwa ndugu yetu mkuu, ndugu yetu, tujue alikuwa na tabia gani. Elewa ukweli kuhusu Kristo. Mungu awezeshe kuelewa, kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Matakatifu. Hebu kabla ya kuambia kichwa cha somo cha leo, sote mahali mlipo tupige magoti tumuombe Mwenyezi Mungu. Asante Baba wa mbinguni, wewe uliyetuumba, umekubali tuwe mbele zako tukijifunza neno lako. Tulishe neno lako, tuwezeshe kulikariri na kulitekeleza. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Mwokozi wetu tunaomba. Amen. Somo letu la kwanza tunazungumzia kuhusu neno Kristo. Kristo, neno ambalo linajulikana kwa watu wengi. Huwa wengi wanalitamka katika nyimbo, katika kusalimiana, katika mazungumzo ya kawaida. Kristo ni neno linalojulikana. Lakini leo tunahitaji kujua Kristo, nini maana ya neno Kristo. Kristo huyu wanaosoma Yohana ya kwanza, sura ya kwanza fungu la kwanza, Biblia inasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Huyu Kristo ni neno ambaye aliumba vitu vyote. Ni neno ambaye alikuwa pamoja na Mungu. Ni neno ambaye alikuwa Mungu katika uungu wa mbinguni. Basi tunapoendelea kujifunza maandiko matakatifu,
ili aonekane hapa ulimwenguni. Ilikuwa imetabiriwa kwamba atazaliwa hapa ulimwenguni. Nabii wa kwanza aliyetabiri jambo hilo, Musa mwenyewe, alisema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 18 fungu la 15 na la 18, Biblia inasema kwamba Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi, msikilizeni yeye. Mtasoma pia fungu la 18, Mungu mwenyewe anasema, mimi nitaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe. Huyu aliyetabiriwa hapa, nabii ambaye angetokea kwa mujibu wa kauli hii, ni Yesu mwenyewe ambaye ndiye Kristo. Mtasoma Mathayo sura ya 16, Petro ndiye aliyesema kwamba wewe ni Kristo mwana wa Mungu. Huyu Kristo alikuja hapa duniani. Kuja kwake ilikuwa ni utimilifu wa unabii. Mtasoma maneno hayo katika Matendo ya Mitume sura ya 3 fungu la 22 na 23. Kuja kwake ulikuwa ni utimilifu wa unabii. Kilichokuwa kimemleta, Biblia inasema kwamba Mungu alipoweka hapa ulimwenguni kanisa lake ambalo linalojulikana ni Wayahudi au Waisraeli kwa ujumla, ili wadhihirishe tabia zake za upendo. Mnakumbuka kwamba waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 fungu la 8, Biblia inasema kwamba Mungu ni upendo. Asiyependa hajamjua Mungu, maana Mungu ni upendo. Na mtakaposoma Zaburi 145 fungu la 14 kuendelea hadi 17, Biblia inasema kwamba Mungu ni mwenye upendo. Yeye huwainua waangukao, yeye huwaimarisha waangukao, yeye huwalisha watu wote. Yeye ni mwenye upendo katika njia zake zote. Asili ya Mungu ni upendo. Alipotuma watu kama kanisa lake hapa ulimwenguni, ilikuwa ni kwamba wadhihirishe ule upendo wake. Bahati mbaya, badala ya kudhihirisha upendo wake, walijipenda na kutafuta maslahi kupitia dini. Upendo wa Mungu kaelekea kutoweka. Kilichokuwa kimemleta Yesu ni ili kudhihirisha ule upendo wa Mungu. Ni ili kuweka tabia ya Mungu na sura ya Mungu mioyoni mwa watu. Hicho ndicho kilichokuwa kimemleta. Mtasoma maneno hayo katika kitabu cha Desire of Ages, yani Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa 19 cha Kiingereza. Mtasoma pia kitabu kinachoitwa Review and Herald, tarehe 14 mwezi wa 4 mnamo mwaka wa 1896. Wanasema kwamba alikuja ili kurudisha tabia za Mungu katika watu na kuweka upya sura ya Mungu miongoni mwa binadamu. Ndugu wapendwa, ikumbukwe kwamba waraka wa Wakolosai sura ya 1 fungu la 15, Biblia inasema kwamba naye ni mfano wa Mungu. Huyo ndiye Kristo aliyekuja hapa duniani ili kudhihirisha tabia za Mungu. Hebu tuzungumzie kidogo kuhusu maisha yake. Huyo Kristo, huyo Yesu, alikaaje hapa ulimwenguni? Alienendaje hapa ulimwenguni? Tabia zake zilikuwaje? Uhusiano wake na watu wengine ulikuwaje? Hayo maisha yake, ukisema kwamba wewe ni mfuasi wake, unatakiwa kujua nyayo zake ili upitie. Luka sura ya 2 fungu la 52, Biblia inasema kuhusu Kristo maneno yafuatayo: naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Ni mtu ambaye aliishi hapa duniani akiwa anampendeza Mungu, anayeangalia moyoni, na wanadamu wanaoangalia mambo yanayoonekana. Ndugu zangu, huyo ndiye Kristo. Wanaosoma kitabu cha Desire of Ages, yani Tumaini la Vizazi Vyote, kwa Kiingereza ni ukurasa wa 87, ni chapter ya 9, wanazungumzia mengi yaliyomdhihirisha hapa ulimwenguni. Moja, mtasoma kwamba ni mtu aliyeonewa wala hakulipiza kisasi. Mtasoma Isaya sura ya 53, Isaya sura ya 53, panasema alivyoenenda hapa ulimwenguni, fungu la 3 na fungu la 7. Biblia inasema maneno yafuatayo: alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko
na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, hatukumhesabu kuwa kitu. 7. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Katika kumdharau, kumuonea na kumtesa na kumuudhi kwa mambo mengi, hakutenda dhambi na wala hakufunua kinywa. Mtasoma Yohana sura ya 10 fungu la 33. Siku moja aliwauliza wale Wayahudi waliokuwa wanataka kumuua, akasema, sasa jamani, ni tendo baya gani nililolitenda linalowasukuma kuniua? Wakasema, kuhusu matendo mema wewe ni wa kwanza, lakini shida tulionayo dhidi yako, wewe mtu unajifanya kuwa Mungu. Inaonekana kwamba walimchukia kwa sababu ya imani yake, hawajamchukia kwa sababu ya tabia mbaya na ukorofi na utundu. Ndio maana huyu Yesu ndiye kielelezo chetu. Alizarauliwa, lakini hakutetea haki yake. Walimuonea wivu, walimuonea husuda, walimchukia, lakini hakutenda dhambi. Walimchokoza, walimudhihaki, lakini hakujibu. Mtasoma waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 fungu la 22 kuendelea hadi 23. Biblia inasema kwamba yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali akijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Huyu Yesu alikaa hapa duniani na wala hajamtukana mtu, na wala hajalipiza kisasi, hajadhihirisha kwamba amekasirika. Alikuwa ni mtu ambaye amekuja kuonesha sura ya Mungu, upendo wa Mungu, uvumilivu wa Mungu. Yaani alikuja ili kutuhudumia. Mtazoma Biblia zenu, alikuwa anawaheshimu wazazi wake, alikuwa anafanya kazi kwa mikono zake ili kusaidia familia yake. Vijana wanapaswa kumuiga, vijana wa kipindi cha leo. Hakuwahi kuhudhuria sherehe za vijana wenzake wa huko Nazareti, pamoja na kwamba alikuwa akimwalika mara kwa mara, lakini alikuwa anawaambia kwamba mimi nafurahishwa na kutenda na kufuata amri za Mungu kuliko kuingia katika sherehe za ujinga na upumbavu. Mtasoma maneno haya katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Wenye shida mbalimbali, wenye dhiki na umaskini, alikuwa akiwasaidia na kuwasikiliza na kuwafariji. Mtasoma katika kitabu hicho kwamba alikuwa na pesa kidogo, lakini mara kwa mara alikuwa akijinyima chakula cha mchana ili awape wale ambao hawana cha mchana na wala hawana cha jioni. Huyo ndiye Yesu, ndiye Kristo. Ndio maana Biblia inasema kwamba alikuwa akimfurahisha Mungu na wanadamu. Ndugu zangu, huyo ndiye Kristo. Mnaposoma Biblia zenu, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 fungu la 2, ndipo akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Mtasoma pia Yohana 3 fungu la 16. Biblia inasema kwamba kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu. Mtasoma Yohana sura ya 3 fungu la 16. Hebu fungu hili nilisome. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Waraka wa kwanza wa Yohana pia sura ya 3 fungu la 16, Biblia inasema kwamba katika hili tumefahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Huyu ndiye Yesu, huyu ndiye Kristo aliyekuja hapa duniani akafa kwa ajili yetu. Unapomfuata, unaposema kwamba wewe ni mtoto wake, unaposema kwamba wewe ni mwanafunzi wake, ujue yule uliyemfuata alikuja hapa si kwa kutumikiwa, bali kwa kuwatumikia wengine. Alikuja hapa si kwa kujiinua na kujifanya bosi, bali kuwa kama mtumwa na mfanyakazi wa watu wengine, hadi kutoa uhai wake ili tuweze kupata uzima wa milele. Huyo ndiye Kristo. Nasi tunapomfuata tunapaswa kuiga nyayo zake. Tunapaswa kupitia nyayo zake ili nasi uhai wetu, nguvu zetu, mali yetu, akili yetu,
tutumike tukiwa tunawatumikia watu wengine kama vile alivyo tutumikia sisi. Mungu atuwezeshe kuelewa Kristo ni nani, na tunapokuwa tunajiita wa Kristo tujue huyo tunaye chukua jina lake, huyo tunayemfanya kuwa baba yetu, huyo tunayemfanya kuwa ndugu yetu mkuu, ndugu yetu, tujue alikuwa na tabia gani. Elewa ukweli kuhusu Kristo. Mungu awezeshe kuelewa, kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.